Lakini bado isiishia hapo, mitaa ya kidijitali imechafuka. Producer nguli hapa Kenya Magix Enga amewasha moto mkubwa sana kwenye Instagram baada ya kuwatolea uvivu mapromoter hapa nyumbani. Anahoji kuwa inakuwaje Kenya tuna uwezo wa kuwaleta wasanii wakubwa wakanja hili kila siku, lakini mapromoter wanashindwa kabisa kuwalipa mastaa wa kike wa kimataifa kama Nicki Minaj aje kuwapa burudani mashabiki wake wa kweli. Je, ni gharama ziko juu sana au mapromoter wetu wanaogopa kuingia hasara? Tuambie basi hilo. Wakati hayo yanaendelea, producer DTX ametushushia zawadi kwenye playlist zetu. Ameachia mkwaju mpya kabisa unaokwenda kwa jina la One by One, akiwa amewashirikisha mafundi Mandy, Saru na Nviiri. Hiyo ngoma ni fire na ina kasi ya hatari. Hakikisha unaenda kuicheki sasa hivi. Sawa? Tuendeni upande wa mitandao sasa, maana blog za udaku hazilali kabisa. Mchambuzi wa mambo ya kidijitali Andrew Kibe ana trend vibaya mno baada ya kuwafokea mashabiki na kuambia kuwa wache kabisa kumuita nabii. Hiyo yote inatokana na baada ya wadau kugundua kuwa Wakavinyi amepiga kimya kizito na akumposti kabisa Njugush kwenye siku yake ya kuzaliwa. Kitu kilichozua tetesi nzito ni kuachana kwa wawili hao. Kibe amewajia juu wale wote wanaotaka kumpa cheo cha unabii kwa sababu tu ya tabia yake ya kutabiri kuvunjika kwa mahusiano ya watu. Na kama ulidhani hiyo ni kubwa, TikTok imetoa angalizo zito kwa watengenezaji maudhui hapa 254 kwenye ripoti yao mpya ya usalama. Wamefuta zaidi ya video 820,000 na kupiga marufuku zaidi ya akaunti 108,000 hapa Kenya pekee, huku wakilenga zaidi ya akaunti za watoto chini ya miaka 13. Kama akaunti yako imepona kwenye hili fagio la chuma, shukuru Mungu na dondosha emoji yako hapo chini. Sawa? Kumalizia burudani yetu, lazima tumuongelee Waziri Davis Chirchir. Amesababisha mjadala mzito kule X baada ya kuonekana kwenye ziara kule Wajir akiwa amevaa saa ya kifahari ya Hublot inayokadiriwa kuwa na thamani ya 2.3 million Kenyan shillings bana we. Vijana kwenye mitandao wa X wanajibizana vibaya mno kuhusu maisha ya soft life dhidi ya siasa za nchi. Haya ndo mambo yanayokimizana kwa sasa kwenye RGM Networks. Kama umevibe na hili ni shati na maisha na unataka kuendelea kuwa mbele ya wakati, kila kitu kina trendi kuhusu muziki, mtindo wa maisha na utamaduni mzima wa Kenya, Uganda na Tanzania, gonga hicho kitufe cha subscribe, weka like yako na washa alama ya kengele. Endelea kuwa mbunifu, baki kwenye mstari wako na mshikaji wenu nimesepa. Peace out.